Karibu kwenye ushuhuda wa vyumba 351 vya kuzimu. Na sasa tupo katika sehemu ya 15. Kumbuka, huu ni ushuhuda wa kweli wa mtumishi wa Mungu Aston Adam Mbaya kutoka nchini Kongo, aliyepata neema ya kwenda katika vyumba 351 vya kuzimu kisha mbinguni. Mimi mwandaaji na msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri, daktari wa masuala ya kiroho. Napatikana Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Lakini ili kupata mfululizo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote zinapatikana katika chaneli yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. Promover, Promova TV. Karibu sana. Katika Biblia Takatifu, kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 15, kinaeleza kwamba nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Tusome pia waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 3. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu, na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambayo mmeisikia kwamba yaja, na sasa imekwisha kuwako duniani. Mwisho wa kunukuu. Mpinga Kristo anayekuja ni mfano wa raha ya mwili na raha ya maisha. Nilipata maono wakati nilikuwa nikitafakari juu ya neno la Mungu. Ilikuwa wakati wa tafakari hii ya neno la Mungu ambapo nilisikia sauti ya Bwana ikinena nami. Bwana alisema, mwanangu Aston, leo tena nitakuongoza kwenye mlima mrefu, na tutakapoinuka kwenye mlima huo nitakuonyesha mpinga Kristo ambaye alitabiriwa katika maandiko. Umejifunza kuwa mpinga Kristo anakuja, atampinga Mungu na atapinga upendo wa Mungu. Mpendwa, umesikia juu ya kuja kwa mpinga Kristo? Biblia inazungumzia juu ya yule atakayeinuka na atakayempinga Kristo katika siku za mwisho. Ulimwengu unasubiri kuja kwa mpinga Kristo ambaye atampinga Mungu na kupigana dhidi ya kanisa la kweli na lililo hai la Kristo. Tunaambiwa kwamba mtu atasimama na kumpinga Bwana, na ulimwengu unasubiri mtu huyo. Hivi ndivyo tulivyosikia na kujifunza kutoka kwa wachungaji. Lakini kulikuwa na ufahamu maalum na nyeti kutoka kwa Bwana Yesu mwenyewe, na bila maono haya nisingeweza kujua na kumtambua mpinga Kristo. Wakati Bwana alinitokea, aliniambia kwamba mpinga Kristo atakuwa adui wa kanisa. Bwana aliniambia, Aston, kanisa limepita katika nyakati 3 wakati wa historia. Enzi ya kwanza ya kanisa ni enzi ya zamani, wakati kanisa lilianza katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Enzi ya pili ni enzi ya upanuzi wa ulimwengu wa habari njema za Injili na kanisa. Katika enzi hiyo ya kuenezwa kwa habari njema ya Injili, wanaume wenye nguvu na watumishi wa Mungu walijitokeza kueneza Injili kwa ulimwengu. Lakini lazima ujue kuwa wakati wa sasa wa kanisa, ambao ni enzi ya 3 ya kanisa, ni mwisho wa nyakati, ambapo kanisa ambalo ni mwili wangu wataokolewa kupitia utakatifu na utakaso wa Roho. Hiki ni kizazi cha mwisho cha kanisa, na wokovu utakuwa na kupitia utakaso na utakatifu. Katika nyakati hizi 3 za kanisa, Ibilisi alipigana na kanisa kupitia ufisadi na uharibifu. Lengo lake ni kuharibu na kupotosha kanisa. Anafanya kazi kusababisha kanisa na watoto wa Mungu kuishi katika ufisadi wa mwili. Kanisa lazima sasa lijiandae kukutana na Bwana, lakini kanisa litakaloibuka litakuwa kanisa la utakatifu na usafi.
Bwana alipokuwa akiongea, alinipeleka kwenye kilele cha mlima huu mrefu sana, ambapo niliona ulimwengu wote. Nilikuwa naangalia duniani wakati niliona mnyama angani. Mnyama huyu alikuwa na vichwa 7, na katika kila kichwa chake kulikuwa na pembe 7. Joka hili lilikuwa na maneno yaliyoandikwa mwili mzima. Niliona kwamba joka hili lilikuwa likitapika moto uliokuwa ukifika ulimwenguni kote. Nilipoangalia nikaona kwamba mnyama huyu alikuwa na kucha na alikuwa ameshikilia kitabu kwenye makucha yake. Joka hili kwa kweli lilikuwa limeshikilia Biblia nyekundu. Kwenye kifuniko cha Biblia hii paliandikwa na Yesu. Niliona kwamba Biblia ya joka hili ilikuwa ikitiririka na utomvu ambao ulikuwa mweusi kabisa. Yesu aliniambia, "Tazama, joka hili unaloliona ndiye mpinga Kristo aliyeahidiwa." Niliona mnyama huyu alikuwa na nyota nyingi kichwani mwake, ambazo zina majina ya mataifa yote ya duniani, na mwili wa joka ulikuwa umejaa macho, na katika kila moja ya jicho lake kulikuwa na majina ya wakazi wote wa ulimwengu wa mataifa yote, kabila zote, vijana kwa wazee, wote majina yao yalikuwa machoni pa mnyama. Wakati joka hili lilikuwa likitapika moto, niliona kuwa moto uliteketeza kila kitu. Niliona kwamba idadi ya watu ulimwenguni ilifagiwa na kuzamishwa na moto uliotapikwa na joka hili la anga. Wakati moto wa joka ulipokuwa ukivamia mataifa ya dunia, niliona kwamba watu wa ulimwengu ambao walikuwa wamezama ndani ya moto wa joka walionekana kuwa katika starehe, raha na burudani, wakifurahia maisha. Nilimuuliza Bwana, "Kwa nini watu wa Bwana wanafurahi juu ya moto wa joka unaowamaliza?" Nilimuuliza Bwana juu ya joka na pembe zake. Bwana akasema, "Aston, pembe za joka unazoziona ni serikali za mataifa ya dunia, kwani watamsujudia Shetani na kumwabudu. Watapinga watakatifu na mafundisho ya kweli. Taji zilizo juu ya vichwa vyake zinawakilisha mamlaka aliyonayo juu ya idadi ya watu duniani. Atakuja kupambana na kanisa. Joka litapambana na kanisa kupitia ufisadi, lakini kanisa litaokolewa kutokana na utakatifu na usafi. Adui wa kanisa la nyakati za mwisho atakuwa raha ya mwili." Wakati joka lilikuwa likitapika moto wake juu ya idadi ya watu ulimwenguni, wakati huo niliona kuwa watu wa ulimwengu walikuwa wamepewa raha ya ulimwengu kikamilifu. Nilipoangalia niliona kuwa kutoka kwenye Biblia nyekundu ya joka kulikuwa na kijiko hiki cheusi kilichokuwa kikitiririsha ulimwenguni kote aina fulani ya kimiminika, na idadi ya watu ulimwenguni ilikuwa ikionja na kunywa kimiminika hiki kilichokuwa kikitiririka kutoka kwenye Biblia hii nyekundu. Wakasema, "Tangu kuumbwa kwa ulimwengu hatujawahi kuonja kitu kama hiki cha kupendeza." Haraka nikaona malango ya makanisa mengi yamefunguliwa. Matokeo yake, watoto wa Mungu na watu wa Mungu walikwenda kunywa maji haya ya joka ambayo yalikuwa yakinyesha ulimwenguni kote. Niliona watumishi wa Mungu, wachungaji, wainjilisti na watu walio juu sana madarakani. Wote walikuwa wakikimbia barabarani ili kuonja utomvu wa joka uliokuwa ukitiririka kutoka kwenye Biblia yake na kunyesha ulimwenguni kote. Niliona kwamba wakati watu walionja utomvu huu wa joka, walikuwa kama wanapata kizunguzungu na kupagawa. Mpendwa, niliona wahudumu na watoto wa Mungu ambao walikuwa wameonja na kunywa utomvu huu wa joka wakirudi kwenye makanisa yao. Walakini niliona malaika wa Bwana wakiondoka kwenye makanisa mengi ambayo walipewa
kwa sababu ya watumishi na watoto wa Mungu ambao wamekunywa utomvu wa joka. Niliona majeshi ya malaika ambayo yalikuwa katika makanisa mengi yakiacha makanisa haya na kurudi mbinguni, kwa sababu watu hawa wa Mungu walichagua kunywa kinywaji hiki kutoka kwa joka. Matokeo yake, nguvu za giza zimeingia na kushinda na kuzingira makanisa mengi ambayo yanachukua nafasi ya jeshi la Mungu. Baada ya tukio hili, niliona kwamba makanisa haya yalichukua haraka mafundisho ya joka na mafundisho ya mashetani. Watumishi hawa waliokunywa utomvu wa joka la anga walianza kuhubiri injili ya mafanikio, injili ya kuinuliwa, injili ya baraka na utajiri. Niliona kwamba mafundisho haya ya vitu na huria kutoka kwa joka yalikuwa yamevamia makanisa ya dunia. Matokeo yake, mbingu ilifungwa na giza ilikuwa imefunika dunia yote, na makanisa yote ambayo yamekubali mafundisho ya joka na mafundisho ya mashetani yalikuwa katika giza timilifu. Wakati ulimwengu ulifunikwa na giza kwa sababu ya mafundisho ya joka, niliona maafisa wa serikali ya ulimwengu wakiridhia na kuidhinisha ndoa za jinsia moja kwa sababu wamekunywa utomvu wa mpinga Kristo. Kisha nikaona kanisa la mpinga Kristo juu ya ulimwengu, na walikuwa wengi. Nilipoendelea kutazama, nilimwona Papa wa kanisa Katoliki katika mkutano na viongozi wa ulimwengu. Walikuwa wakijiandaa kulazimisha mataifa ya ulimwengu, yakiwemo mataifa ya Kiislamu, juu ya mafundisho ya ndoa za jinsia moja. Nikasema, Bwana, watu wako wengi sasa wamepokea alama ya mpinga Kristo kwa sababu ya mafundisho yake. Bwana alisema, hii inafanyika kwa sababu kanisa halifanyi mapenzi yangu tena. Nia yangu ni kwamba watu wangu waweze kushika neno langu, walakini wale waliokunywa kutoka kwenye utomvu wa joka, wakiwemo watoto wa Mungu na watumishi, hawakuweza kushika neno la Mungu. Joka ameweza kuondoa mafundisho ya kibiblia na usafi na utakatifu, akibadilisha na mafundisho ya vitu na ustawi kutoka kwenye Biblia yake. Matokeo yake, watoto wa Mungu hawakuweza kushika neno la Bwana, kwani wamekunywa kutoka kwenye kinywaji cha joka. Kisha nikaona joka hili la angani likiwahutubia wanawake wakubwa wa bahari, likiwaambia wainuke kutoka kwenye ulimwengu wa baharini kwenda kwenye uso wa ulimwengu na waingie kwenye miili ya wanawake. Niliona kuwa walikuwa wanadamu katika umbo lao, lakini walikuwa pepo kutoka majini. Waliingilia miili ya wanawake duniani. Matokeo yake, wanawake hawa walianza kuvaa nguo za uwazi. Bwana akasema, wanawake hawa ambao wameingiliwa na roho za majini watakuwa vivutio duniani. Wamevaa vimini, wanaacha wazi vifua vyao, wanajipodoa, wanavaa mawigi, na matokeo yake tamaa ya kingono inaingia kanisani, hata ubakaji. Wakati Bwana alinionyesha hili, alisema kwamba ikiwa wangejua leo, makanisa yote yamejichafua. Ikiwa ningekuja leo, hakutakuwa na hata moja ambaye ataokolewa, kwa kuwa mafundisho ya joka yameyateka makanisa ya dunia. Nilimuuliza Bwana, mpinga Kristo ni nani? Akaniambia, mpinga Kristo anayekuja ni mfano wa raha za mwili na raha za maisha. Niliona kwamba kulikuwa na vikundi vidogo vya watu ambavyo vilitengwa kutoka katika mafundisho ya joka. Walikuwa wamevaa mavazi meupe safi kabisa. Walikuwa wameshikilia Biblia zao, lakini nikaona kwamba watakatifu hawa waliteswa na kuchapwa viboko na mpinga Kristo. Bwana alisema,
Wale wanaoteswa na kuchapwa na mpinga Kristo ni watu wangu na wateule wangu. Makundi haya madogo ya watu wanaishi neno la ukweli na wanaishi katika utakaso na hofu ya Mungu. Hawa ndio watu ambao nitawanyakua. Nikasema, Bwana, kwa nini watu wako wanateswa na kunyanyaswa kidini? Bwana alisema, kanisa hili ambalo litainuka katika unyakuo litateseka. Watavumilia na kunyanyaswa kidini. Lazima wapimwe katika majaribio, lakini hawapaswi kulikana jina langu. Yeyote anayenikana mimi pia nitamkana. Utaambia kanisa langu kuwa watachapwa na Shetani, watateswa, wataadhibiwa na adui, lakini lazima waonyeshe uvumilivu na uaminifu. Utaambia kanisa wanaishi katika enzi ya tatu, ambao ni wakati wa mwisho wa nyakati, na Shetani ameinuka ili kupotosha kanisa. Mpinga Kristo ataingia kanisani na kumpinga Mungu. Wakati watoto wa Mungu na watumishi walipokunywa utomvu kutoka kwenye Biblia ya joka, mafundisho ya Mungu yalibadilishana na mafundisho ya Shetani na yale ya joka. Niliona kwamba makanisa ambayo yamekunywa kinywaji hiki kutoka kwenye Biblia nyekundu ya joka walikuwa na alama ya 666 kwenye paji la nyuso zao. Na makanisa haya yalikuwa yakihubiri ustawi, utajiri na ukombozi. Nikasema, Bwana, kwa nini haya yote yanatokea kanisani? Bwana alisema, hii inafanyika kwa sababu kanisa langu limekataa kufuata mwenendo na njia ambayo nimewaandalia. Wameyapa kisogo mafundisho ya toba, mafundisho ya uchaji Mungu na mafundisho ya utakaso. Walichagua dhambi. Matokeo yake, Ibilisi ameingia na kushinda makanisa yao. Wakati huo niliona joka hili la mbingu ya pili la angani linalotema moto likihutubia idadi kubwa ya watu ulimwenguni. Liliwaambia watu wa ulimwengu, sasa nina suluhisho la shida zako zote. Ninashikilia suluhisho la shida zote za ubinadamu. Kwa hivyo, niko hapa kukuambia, ishi maisha jinsi unavyotaka. Unaweza kufunga ndoa, ukatariki na ukafunga ndoa tena, na utakuwa sawa. Unaweza kufanya uasherati na utabarikiwa. Unaweza kuvunja uchumba na utafanikiwa. Unaweza kuishi kwa uongo na utainuka na utabarikiwa, kwani ninashikilia suluhisho la shida zote za ubinadamu. Kwa hivyo, unaweza kuishi jinsi unavyotaka. Joka hili lilipokuwa likihimiza ulimwengu kuishi katika dhambi, niliona katika kanisa watoto wa Mungu walioenda kutoa mimba, wakafanya dhambi na kuishi kwa zinaa, na walibarikiwa. Walikuwa wakifanikiwa na kuinuliwa katika kazi zao licha ya kuishi katika dhambi. Joka lilikuwa linawahimiza walimwengu wote kudumu katika dhambi. Nikasema, Bwana, watu wako wanaishi katika uasherati kama ilivyoagizwa na joka na wamebarikiwa. Bwana alisema, mwanangu, siwabariki watu wanaoishi katika dhambi. Wakati wowote watoto wangu wanaoishi katika zinaa na wanabarikiwa, baraka haitoki kwangu. Ni mpinga Kristo ambaye ndiye joka. Mnyama huyu wa angani anawabariki watu wengi ambao wanaishi katika dhambi, kuhamasisha maisha ya dhambi ili kuandaa roho zao kwa ajili ya ziwa la moto na kiberiti. Lengo la joka ni kubariki watu katika kanisa na kuwaongoza kuzimu. Wengi wanaishi katika dhambi na wamebarikiwa na joka na wako vizuri. Hawaoni haja ya kutubu, kwa sababu joka huyo wa angani, mpinga Kristo, anaandaa roho zao kwa ajili ya uharibifu. Watu hawa hawatakumbuka tena toba na kujishusha, kwa maana wamebarikiwa na mali,
na wanafikiri ni Mungu anaobariki ingawa wanaishi katika dhambi. Niliona kwamba watu wa Mungu hawakuhitaji tena usafi na utakatifu, kwa kuwa walibarikiwa kimwili licha ya dhambi na uasherati. Wakati huo huo, joka liliendelea kutamka maneno mbele ya idadi kubwa ya watu ulimwenguni. Lilisema, "Nina suluhisho la shida zote za ulimwengu. Njooni kwangu na shida zenu zote. Nina suluhisho." Na lilikuwa likitoa suluhisho na majibu kwa shida za watu wa Mungu ambao walikuwa wakiishi katika dhambi. Ndugu yangu, niliona kwamba makanisa haya yote yalibarikiwa kimwili, lakini hofu ya Bwana na utakaso haikuwepo tena. Kusudi la mpinga Kristo lilikuwa ni kupata watoto wa Mungu, kuwabariki na vitu vinavyoharibika na mali ambazo ni za muda mfupi tu, ili wapoteze roho zao. Watu walikuwa wanakuja kanisani kutafuta ndoa na kupata baraka, lakini sio kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Niliona kwamba katika makanisa mengi duniani, wakati watu walikuwa wanaomba, maombi yao yalikuwa yamejikita katika fahari za ulimwengu huu na vitu vinavyoharibika ambavyo vinapita tu. Waliomba tu kwa ajili ya vitu hivyo vinavyopita, na Bwana alikuwa hasikii maombi yao. Wakati huo huo, joka mpinga Kristo aliendelea kutamka maneno ya kufuru, akidai ana suluhisho la shida za ulimwengu. Joka alikuwa akipiga kelele angani akisema, "Unaweza kuendelea kutembea dhambini. Unaweza kuendelea kuzini. Nina suluhisho la shida yako. Nitakubariki." Ndugu yangu, ikiwa hausikii mafundisho ya toba, kumcha Mungu na utakatifu katika kanisa lako, lazima uachane kabisa na kanisa hilo. Hilo siyo kanisa la Mungu. Mpinga Kristo tayari anatawala makanisa mengi, akiwabariki kwa pesa. Bwana Yesu hakuhubiri mafanikio na kuinuliwa, alihubiri upendo, toba, msamaha, undugu, wakati mahubiri ya mali na mafanikio yanatoka kwa joka. Ni mafundisho ya mpinga Kristo. Wanawaandaa watoto wa Mungu kwa ajili ya ziwa liwakalo moto. Mafundisho haya ya kupenda mali kutoka kwa joka mpinga Kristo. Ndiyo sababu watu wanaoishi katika toba, kumcha Mungu na utakatifu ndio watu wanaoteseka. Lakini wale wanaoishi katika dhambi wanafanikiwa na wanabarikiwa na joka, kwani wamekunywa utomvu wa joka kwa ajili ya kuandaa kwenda kwenye ziwa la moto. Kataa neema ya Mungu isikudanganye. Unapoishi katika dhambi na kudai uko chini ya neema, unajidanganya mwenyewe, kwani unaangamia. Watu wa Mungu kutoka kwa mpinga Kristo wako katika uasherati na tabia mbaya kwa sababu wamebarikiwa, lakini walitenganisha familia nyingi kwa sababu ya uasherati. Niliwaona watoto wa kiasi dhidi ya wazazi wao, na joka lilikuwa likiwahimiza likisema, "Sasa utakufuru, pinga wachungaji wako na hutalaaniwa." Niliona watu wakikosoa wachungaji wao kwa sababu ya joka. Kisha Bwana akaniambia, "Tazama juu mbinguni." Nilipoangalia, nikasikia sauti ikisema, "Jitahadharini watu wangu, uovu hakika unakuja, lakini kuweni waangalifu. Sitaki talaka, sitaki uovu, sitaki uasi na uasherati." Watu wengi wanakuja kanisani siku hizi, lakini hawajui njia ya Bwana. Mpinga Kristo amefanya mioyo ya wengi kuwa migumu. Hawaheshimu neno la Mungu, maombi, mamlaka na mahali patakatifu. Wamekuwa wagumu kwa sababu dunia yote imelewa kutoka kwa mpinga Kristo. Niliona kwamba joka la angani lilikuwa na furaha,
na lilikuwa likiwahimiza waendelee kutenda dhambi. Tuishie hapo kwa leo, na tafadhali usikose katika sehemu inayofuata. Kumbuka kwamba huu ni ushuhuda wa kweli, ushuhuda wa vyumba 351 vya kuzimu. Ni ushuhuda kutoka kwa mtumishi wa Mungu anaitwa Aston Adam Mbaya kutoka Kongo, ambaye yeye alipata neema ya kuoneshwa kuzimu na Bwana Yesu, kisha pia kuonyeshwa mbinguni. Nami mwandaaji na ambaye nimekuwa msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri, daktari wa masuala ya kiroho. Unaweza kunipata kupitia Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Lakini kama unataka kupata mfululizo wa ushuhuda huu pamoja na simulizi na shuhuda nyingine nzuri ambazo tumekuandalia za kweli kabisa, zote zinapatikana katika chaneli yetu kuu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. Promover, Promova TV. Lakini pia ni kusisitize kwamba unapopata ushuhuda huu ama ushuhuda mwingine wowote kutoka kwetu, hakikisha unausambaza kwa watu wengine wengi ili nao waweze kubarikiwa. Lakini kama una maoni, mapendekezo ama maswali yatokanayo na ushuhuda huu, tafadhali wasiliana nasi. Au pengine pia kama unahitaji msaada wa kiroho, tafadhali tutafute. Lakini pia kama umependa huduma yetu, umependa kile tunachokifanya kuandaa shuhuda mbalimbali, basi tafadhali tuwezeshe ili tuendelee kuandaa vipindi vingine vingi vya ushuhuda. Unaweza kutuwezesha kwa kutuma sadaka yako katika namba ifuatayo. Katika namba hii pia ndiyo ambayo unaweza kuwasiliana nasi. Tafadhali tumia mawasiliano haya. Namba ni hizi zifuatazo: 0784 074 462. Namba nyingine ni 0766 29 43 35. Asante sana kwa kufuatilia. Tafadhali tukutane katika sehemu inayofuata. Usikose mwendelezo. Uwe na siku njema.